Katika mchana wa leo tunataka kuanza somo lingine, jinsi ya kukuza viwango vya uchumi wako. Hebu tuseme wote, jinsi ya kukuza viwango vya uchumi wako. Labda urudie, jinsi ya kukuza viwango vya uchumi wako. Sawa. Wakorintho wa pili sura ya 8. Moja ya maandiko ambayo tumewahi kuyasoma, lakini pia andiko lenye nguvu. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Twende pale. Mstari wa 9. Nasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyo maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Bwana asifiwe sana. Hebu tuseme hayo maneno, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sauti haitoshi, turudie tena. Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yenu. Jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri. Ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri. Mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa umaskini wake. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, somo hili ni somo ambalo ni muhimu sana na ambalo tunalianza katika siku ya leo, na kuna masomo kadhaa ambayo tutakwenda nayo, na tumejenga kanisa kwa misingi ya mafundisho zaidi, na lengo ni ili upate kujifunza zaidi, tofauti na mahubiri ambayo huwezi kujifunza kiasi cha kutosha zaidi. Angalia kwenye mstari huu, ni wa kipekee kidogo. Biblia inasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa neema ni upendeleo, neema ni nguvu ya kuwezesha mambo, lakini anasema maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa masikini kwa ajili yenu. Maandiko yanasema mmejua neema ya Bwana kwa sababu alikuwa masikini. Ila inasema umasikini wake si kwa ajili yake yeye. Umasikini huu ni kwa ajili yenu ninyi. Umasikini huu ni kwa ajili ya kanisa. Biblia inasema ingawa alikuwa tajiri. Yesu Kristo alikuwa ni tajiri. Yeye ni Mungu, ni muumba mbingu na nchi, vyote viliumbwa na yeye. Ni tajiri kila kitu, na nitakuonyesha huko mbele utajiri wake ni wa ajabu. Nchi hii na vyote vinavyojaza na kila kilichopo ni mali yake. Kwa hiyo ni tajiri kwa kweli, lakini aliamua kuwa masikini. Alifanyika masikini, Biblia inasema kwa ajili yenu. Anasema ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake. Amefanyika masikini ili sisi tufanyike matajiri. Bwana asifiwe sana. Ni kama alivyochukua dhambi, sasa alichukua umasikini wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni somo ambalo ni muhimu, na leo nitaweka tu msingi tuweze kuondoka, lakini somo muhimu kwa sababu linalenga jinsi ya kubadilisha maisha kutoka kwenye hali ya uchumi wa chini na kwenda kwenye hali ya uchumi wa juu. Lakini pia ni somo ambalo ninakusudia kutumia kanuni za kibiblia. Hii tunataka kutumia kanuni za kibiblia kutufanikisha, na kwa sababu hiyo ninatamani mtu yeyote asipitwe na somo lolote katika mfululizo huu, kwa sababu ni somo ambalo ni muhimu. Usipitwe na chochote. Lazima tubadili viwango vya maisha, tubadili viwango vya uchumi, tubadili viwango vya fedha,
tubadili viwango vya kihuduma. Anaposema alikuwa tajiri ili ninyi mfanyike matajiri, ni utajiri katika mambo ya kiroho, lakini pia ni utajiri katika mambo ya kimwili kabisa. Kuna wakati ambapo Petro aliuliza, si tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini? Na kwenye majibu anasema mtapata mara 100 sasa kabisa. Kisha anamwambia baadaye kutakuwa na uzima. Unaona, kuna vitu alisema pale. Kwa hiyo ni somo ambalo ni muhimu, na kila wakati ningepata nafasi nitafundisha mpaka pale ambapo nitakwambia kwamba tukomeshee hapa. Nitakwambia tukomeshee hapa nikijua kwamba umekwisha kufikia mahali pazuri. Unafahamu, Mungu wetu hataki tuwe masikini. Sasa unisikilize, Mungu wetu hataki tuwe masikini, hataki. Na kuna wakati ambapo ulishafundishwa masomo haya, hata kuna wakati mama alitangaza kwamba ninyi ni matajiri katikati ya kanisa na katikati ya dunia hii. Mungu hataki tuwe maskini na watu ambao wanaishi kwenye hali ngumu, hali ya chini ama chochote. Mungu hataki. Kwa hiyo humaanisha kwamba mtazamo wako lazima ubadilike, lakini pia inamaanisha kwamba maneno yako lazima yabadilike, lakini pia inamaanisha kwamba matendo yako lazima yabadilike. Naomba unisikilize sana. Unafahamu, mtazamo lazima ubadilike, maneno lazima yabadilike, matendo lazima yabadilike. Kwa maneno mengine, yatabadilika vipi? Yatabadilika ukiishi kama mtu ambaye ni tajiri, ukiishi kama mtu ambaye unauendea uchumi huo wa juu, ukiishi kama mtu ambaye unakwenda kwenye viwango vingine. Kwa hiyo lazima kila kitu kibadilike, na ngoja tutakapoendelea, na si kama tutafika hapo leo kwa ajili ya muda, lakini kama tutafika itakuwa ni sawa. Nitakuonyesha jinsi mawazo yalivyo na nguvu ya kubadili kabisa maisha yako. Lazima ubadili mtazamo wako. Nikae hapo kwanza, mtazamo wako ubadilike, kwamba una uwezo wa kupata fedha za kutosha, kwamba una uwezo wa kununua kiwanja, kwamba una uwezo wa kujenga nyumba, kwamba una uwezo wa kusomesha watoto katika shule nzuri, kwamba una uwezo wa kuweka thamani katika nyumba yako za thamani kweli kweli. Lazima mtazamo wako ubadilike, kwamba unaweza kubadili maisha yako, ukala vizuri na ukavaa vizuri pia. Lazima mtazamo wako ubadilike. Bwana asifiwe sana. Kama mtazamo hautabadilika, mtazamo usipobadilika, unajua Sulemani ni kati ya mabilionea ambao wamewahi kupita katika Biblia. Sasa alikuwa andiko la baadaye, nashangaa linakuja sasa. Sulemani kati ya mabilionea, ila Sulemani ilikuwa umilionea wake aliupataje? Yaani Sulemani umilionea wake aliupataje? Utajiri wake aliupataje? Sijui kwa nini limekuja sasa andiko hili ambalo si la sasa, lilikuwa la baadaye kidogo. Tuliangalie tu Wafalme wa Pili. Wafalme wa Kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza. Nitakusomea mwenyewe. Wafalme wa Kwanza sura ya 9. Sura ya 9 mstari wa kwanza. Twende pale. Biblia inasema hivi: ikawa Sulemani alipokwisha kuijenga nyumba ya Bwana. Zingatia hii. Ikawa Sulemani alipokwisha kuijenga nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, na mambo yote yaliyoingia moyoni mwake Sulemani, naye akataka kuyafanya. Sulemani kuna mambo aliingiza moyoni mwake, na alipoingiza akataka kuyafanya.
na unajua kwenye maisha yake ndiyo hayo aliyoyafanya. Kwa maneno mengine, angalia alipoambiwa na Mungu omba chochote, hakuomba nipatie fedha, hakuomba nipatie magari na majumba, na alio hata wanawake wengi, hakuomba kwamba nipate wanawake wengi. Aliomba tu hekima, maarifa ya kuongoza watu, na Mungu akamwambia hayo umepata, na mengine yote usiyoomba umepata. Kwa sababu hiyo, kila jambo aliloingiza moyoni mwake ndio hilo ambalo Sulemani alifanya. Sasa ngoja twende, nataka twende taratibu sana, kwa sababu nataka unielewe kabisa. Nataka tutakapomaliza masomo haya, wewe sasa utembee kama tajiri, ule kama tajiri, uvae kama tajiri, uishi kama tajiri, uishi kwenye maisha ya viwango vingine kabisa. Ndio kitu ambacho nakitafuta sasa. Kwa hiyo tunapozungumzia jinsi ya kukuza uchumi wako au viwango vya uchumi wako, tunamaanisha nini? Nini maana hasa ya uchumi hasa? Zaweza zikawepo tafsiri nyingi, wala sikatai juu ya hiyo, lakini uchumi ni jumla ya shughuli za kibinadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji ya watu katika jamii fulani. Tunapozungumzia mambo ya kiuchumi, tunazungumzia shughuli za kibinadamu zinazolenga kutosheleza mahitaji ya watu katika jamii fulani. Hii ni kwa upande mmoja, lakini kwa upande wa pili ni namna ya kutumia rasilimali zilizopo ili kutatua mahitaji yaliyopo kwenye maisha ya mtu, jamii au taifa. Angalia, ni namna ya kutumia rasilimali zilizopo ili kutatua mahitaji yaliyopo kwenye maisha ya mtu, jamii au taifa. Kwa hiyo sasa unaweza ukaona kwamba ninapozungumzia juu ya jinsi ya kukuza viwango vya uchumi wako, utakuwa unaelewa kwamba ninazungumzia kitu gani sasa. Kwa hiyo katika mfululizo wa masomo haya kuna mambo matano ama hatua tano ambazo tutakuwa tukizifuatilia. Nimekwambia naweka msingi kabla tujaenda kule katika masomo yenyewe. Jambo la kwanza ambalo tutakuwa tukilishughulikia ni lazima umfanye Yesu kuwa chanzo cha baraka, mafanikio na kukuza uchumi wako. Lazima umfanye Yesu, lazima umfanye Mungu kuwa chanzo cha baraka. Kumbuka nazungumzia baraka ambazo zinatokana na Biblia, baraka ambazo zinatokana na watu waliokoka, baraka ambazo zinatokana na Wakristo. Kwa hiyo Yesu Kristo lazima awe chanzo cha baraka kama jambo la kwanza. Jambo la pili, ninazungumzia wewe binafsi uondoke huko, uhame kutoka kwenye maisha ya kujisumbukia na uanze kulisumbukia kusudi la Mungu. Hili ni jambo la pili. Jambo la kwanza, fanye Yesu Kristo kuwa chanzo cha baraka zako. Jambo la pili, hama. Kuna mahali ambapo unatakiwa uondoke. Hama kutoka kwenye maisha ya kujisumbukia na uanze kulisumbukia kusudi la Mungu. Lakini kuna jambo la tatu, wekeza nguvu zako kwenye eneo la fikra zako, au unaweza ukasema mawazo yako. Wekeza nguvu zako kwenye eneo la fikra zako au mawazo yako. Jambo la nne sasa, mheshimu Mungu kwa fedha na mali ambazo atakupa au anakupa. Mheshimu Mungu kwa fedha na mali ambazo anakupa au atakupa.
Jambo la tano sasa, hakikisha unajitoa kikamilifu kuwa wakili mwema wa Kristo. Nitakuonyesha juu ya mawakili wale ambao wa dunia wanaosimama katika mahakama na mambo mengine na taratibu ambazo wanazo. Huwa ni wakili anatakiwa kuwa mtu mwaminifu. Nitakuonyesha sasa, hiyo tutaiona kwenye masomo ambayo yanakuja jinsi fulani. Hakikisha unajitoa kuwa kikamilifu kwa wakili mwema wa Kristo. Kuna mawakili wa Kristo. Okay, tuanze kwenye jambo la kwanza sasa. Kumfanya Yesu Kristo kuwa ni chanzo cha baraka na mafanikio yako. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 18. Twende pale. Kumbukumbu 8:18. Ndiyo. Kumbukumbu 8:18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Asante sana. Anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Katika habari hii kimsingi ilikuwa inazungumza habari ya kukuza uchumi wa watu wa Mungu. Na unajua watu wa Mungu walipokuwa wamevuka, kumbuka kule ambako tulisema wakati uliopita, tumeingia nchi za wenyeji, tumekwenda mahali fulani, imekuwa hivi, imekuwa vile. Sasa hapa mahali kwenye mstari wa 11 Biblia inasema jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Mstari wa 12, angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Mstari wa 13, na makundi ya ng'ombe wako na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka. Angalia, anasema hivi, utakapokuwa umekula na kushiba. Alafu wakati umekula na kushiba, unawaangalia kuku wanaongezeka, unawaangalia mbuzi wanaongezeka, unawaangalia kondoo wanaongezeka, unawaangalia ng'ombe wanaongezeka. Unapoangalia wanaongezeka kila upande. Anasema na wakati huo pia umekula na kushiba, lakini vitu vinaongezeka, na kila ulicho nacho kikawa kinaongezeka. Angalia, viwango vyako vinabadilika. Ulikuwa na nguo 2, sasa una 5. Ulikuwa na ng'ombe 3, sasa una 8. Ulikuwa na nyumba 1, sasa una 2. Ulikuwa na fedha akaunti kwenye benki 100,000, sasa ziko 800,000 ama milioni. Angalia hiyo, wakati vitakapoongezeka. Unaona uchumi unapoanza kukua. Anasema kwenye mstari wa 14, basi hapa moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye utisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa maana usioijua baba zako, apate kukutweza, apate kujaribu, ili kutendea mema mwisho wako. Mstari wa 17, hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wangu ndiyo ulionipatia utajiri huo. Kumbe kuongezeka kwa nyumba, kuongezeka kwa akaunti za benki, kuongezeka kwa mbuzi, kuongezeka kwa ng'ombe, kuongezeka kwa kondoo, kuongezeka pia kwa mifugo, kumbe ni utajiri. Anasema usije ukasema kwamba ni mkono wangu ndio ulionipa utajiri huo. Mstari wa 18 ambao tumesema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Bwana asifiwe sana. Utamkumbuka yeye,
mnataka kubadili viwango vya maisha yenu, viwango vya uchumi wenu, viwango vya mapato yenu, viwango vya mishahara yenu, viwango vya huduma yenu, mtamkumbuka yeye. Wakati ambapo hukuwa na mme, umepata mme, hukuwa na mke, umepata mke, hukuwa na watoto, umepata watoto. Utakapoongezeka, ulikuwa mmoja, sasa wawili, mlikuwa wawili, sasa watatu, mlikuwa watatu, sasa wanne, utamkumbuka yeye. Wakati ambapo ulikuwa na shamba moja, umepata shamba la pili, ulikuwa na kiwanja kimoja, umepata cha pili, umejenga nyumba moja, umeanza ya pili, utamkumbuka yeye. Ndivyo maandiko ambavyo yanasema. Sisi tunafuga, na unajua tulianza na mbuzi wachache, tulianza pia na kondoo wachache, na tukaanza nao wachache tukiwa tunafuga pale, na siku baada ya siku wanaongezeka, wanazaliana, wanaongezeka. Wanapoongezeka, sio nguvu zetu wala sio akili zetu, tutamkumbuka yeye. Haleluya! Anasema moyo wako usiinuke, lakini utamkumbuka yeye. Na kama tunahitaji kukuza viwango vya uchumi wetu, lazima tuwe tayari kuitiisha mioyo yetu isiinuke, halafu tumkumbuke yeye, Bwana wa mabwana. Haleluya! Unafahamu, ukuzaji wa viwango vya uchumi wa Mkristo kibiblia huwa unatambua kuwa Yesu Kristo ndiye chanzo. Ukuzaji wa uchumi wa Mkristo, kuna wengine wanaweza kuwa na vyanzo vingine, wanategemea irizi, wanategemea waganga, wanategemea wachawi, waambiwe mtoe mama yako, waambiwe mtoe mke wako, waambiwe watoe watoto wako, waambiwe kwamba fanya hivi, waambie utakuwa hutakula chumvi na sukari na utakuwa unalala chini tu maisha yako yote, ila pesa utapata. Wanategemea vile. Lakini kwa Mkristo anasema utamkumbuka Bwana. Hebu tuseme wote, utamkumbuka Bwana. Sema utamkumbuka Bwana. Hili ni jambo ambalo ni muhimu. Ukifanya kitu chochote kuwa chanzo cha mafanikio yako, unashambuliwa na watu wawili. Ngoja nisogee karibu na wewe. Ukifanya kitu chochote kuwa chanzo cha mafanikio yako, utashambuliwa na watu wawili. Kwanza, utashambuliwa na Mungu, kwa sababu Mungu hataki kitu chochote kichukue utukufu wake. Hataki chochote. Kwa hiyo unapanga kushambuliwa na Mungu mwenyewe. Lakini pili, utashambuliwa na Shetani, kwa sababu Shetani hataki ufanikiwe. Kwa hiyo anapoona hicho kitu kinafanya, Shetani anataka uishi kwa shida. Unajua Shetani anataka uishi kwa shida, kwenye umaskini, huna mavazi, huna chakula, umejawa na magonjwa, yani wewe ni taabu. Yani anapoona watu wanateseka, hawana hiki, hawana kile, wenye ndoa wanapigana, wanakatana visu, wanaua watoto, wanafanya, yani Shetani ndio raha yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unapofanya chochote kwa tegemeo, ujue kwamba unashambuliwa na pande mbili tofauti. Kwa hiyo usifanye chochote kutegemea vitu au watu, huwa kuna hatari kubwa. Usitegemee vitu, lakini pia usitegemee watu, ni kitu ambacho ni muhimu. Unafahamu, unapomfanya yeye Yesu Kristo kuwa chanzo cha baraka, haina maana kwamba atakupa fedha, kwamba fedha zinaanguka tu. Sisi tulipataga tu muujiza huo, hata sijui ilikuwaje. Siku moja kwenye nyumba yetu tulikuwa hatuna fedha kabisa, tulikuwa tunakaa nyumba fulani pale ya kupanga. Sasa tulikuwa hatuna fedha, hatuna chochote kabisa, na unajua sijui ilitokeaje tu, binti akawa na deki kwenye nyumba. Alipokuwa na deki, kadeki kamaliza, baadaye kule alikodeki hata maji hajakauka, tukaona hela kule. Bwana asifiwe sana. Hata yeye mwenyewe alikuwa na deki hakuziona, na amesha deki kule tu kwenye sakafu, tukaona hela, na tulikuwa hatuna hela kabisa. Bwana asifiwe sana. Jamani, huo si ni muujiza wa kipekee?
Sasa hiyo haitatokea mara nyingi. Unapomfanya Yesu Kristo kwamba ni chanzo cha baraka zako, haina maana atashusha fedha, haina maana ulale tu, haina maana utembee tu na Biblia kila mtaa kwamba jamani, najua namtegemea Yesu kama chanzo changu, unazunguka tu namna hiyo. Haina maana hiyo, lazima uweze kufahamu. Lakini Yesu Kristo anapokuwa chanzo cha baraka zako, anapokuwa chanzo cha mafanikio yako, kwanza yeye pekee atakuonyesha fursa za kiuchumi zilizopo. Umesikia nilichosema? Unajua, tunaposema chanzo, watu wengine wanafikiri kwamba ulale. Nitafika lile jambo la kusumbukia, nitakwambia kwa nini nasema usisumbukie, lakini ulitumikie kusudi. Si kwamba atakupa fedha, na si kwamba utegemee tu kwamba umekaa nyumbani na mambo mengine, wewe ni binti nini, unapokea mara anakuja mtu anakuhonga hela, ukaza Yesu amekuwa chanzo, huyu kaja. Si jinsi ile. Yeye atakupa, atakuonyesha fursa wakati wengine hawazioni, wewe utaziona. Fursa utakuwa unaziona, na hizo fursa kwa sababu ni Bwana amekuonyesha. Yaani ukiweka mikono tu unashangaa, hata kama watu wengine wanapata faida 5,000, wewe unapata 25, kwa sababu yeye Bwana ni chanzo. Yeye atakuonyesha zile fursa, kwamba fursa ziko wapi. Bwana asifiwe sana. Unaona eneo kama hili hapa, siku za nyuma nilishawahi kufundisha, unaweza ukaangalia hivi usione fursa yoyote, lakini anaweza kaja mtu hapa ambaye Bwana akamwonyesha fursa, ukashangaa tu anafungua duka la vitabu hapa. Halafu unaweza ukacheka kwa sababu duka la vitabu huku huru Kisomboko, huyu naye kama hana akili. Sasa ukashangaa watu wakatoka KSMC wanafuata vitabu. Bwana asifiwe sana. Yaani fursa, unaona, atakuonyesha. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, atakupa njia ya kuzitumia hizo fursa. Atakuonyesha fursa kama jambo la kwanza, lakini atakupa njia ya kutumia hizo fursa kama jambo la pili. Lakini jambo la tatu, atabariki chochote ambacho utatia mikono ukifanya. Atabariki chochote ambacho utatia mikono kukifanya. Lakini sasa, mara nyingi kama mtu hajaokoka, anaweza kuifanya vitu au watu kwa vyanzo. Watu ambao kwenye dunia wanaweza kufanya vitu au watu kwa vyanzo. Wakati mwingine mioyo inainuka na kudhani kwamba ni ujanja wetu ama ni nguvu zetu. Lakini pia wakati mwingine tunamsahau Bwana kwa sababu tunafikiri kwamba labda kuna ujanja, labda kuna akili, labda kwa sababu ni mikopo ya kikoba ama chochote kile, tunamsahau Bwana au chochote. Na watu ambao hawajaokolewa wanategemea waganga, wanategemea wachawi, wanategemea mizimu. Atakuja kushukuru mizimu kwenye makaburi mwezi Disemba, akiondoka akipata upenya anafikiri ni ile mizimu imemfanikisha. Lakini kwa mtu ambaye ameokolewa, Yesu Kristo ni chanzo cha baraka zako. Na mimi nampenda yeye awe chanzo, kwa sababu Biblia inasema yeye alifanyika maskini kwa ajili yangu. Yeye alifanyika maskini ili sisi tutajirishwe. Wewe ni tajiri kwa jina la Yesu. 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 Kwa nini tuamini tu kwamba amechukua dhambi, kwa hiyo sisi hatuna dhambi? Amechukua magonjwa, kwa hiyo sisi tumeponywa. Kwa nini kama amefanyika masikini kwa ajili yetu ili tufanyike matajiri, kwa nini tusiamini kwamba sisi ni matajiri? Nasema wewe ni tajiri kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni tajiri kwa jina la Yesu Kristo. Ndivyo Biblia inavyosema. Bwana asifiwe sana. Ndivyo Biblia inavyosema. Hivi unafahamu ile habari ya Yakobo tunayemzungumzia, Mwanzo 32? Hebu tuiangalie kidogo tuone. Mwanzo 32 mstari wa 9. Mwanzo 32 mstari wa 9. Mwanzo 32 mstari wa 9 mpaka wa 12. Yakobo akasema, Ee Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniumbia, rudi uende
uliyeniambia, rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zako na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako, maana nalivuka mto huu wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namwogopa asija akanipiga na mama pamoja na wana. Nawe ulisema, hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari, usiohesabika kwa kuwa mwingi. Asante sana. Bwana asifiwe sana. Yakobo huyu ambaye tunasema habari zake, Yakobo ni kati ya watu ambao ni mabilionea, ni matrionea, ni matajiri katika Biblia. Yakobo yule ambaye alikuwa anatajwa kama mwongo. Yakobo yule ambaye alikuwa anafikiriwa kama kachukua mbaraka wa ndugu yake. Yakobo yule ambaye alikuwa amekimbia akiogopa kuuawa. Huyu Yakobo, angalia yeye mwenyewe anasema, Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako, maana nalivuka mto huu wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Angalia, alipokuwa anavuka, alipokuwa anakimbia, alikuwa yeye peke yake. Na unajua akiwa peke yake alikuwa na fimbo tu, akapita na ndio akafika pale Luzu, akalala pale. Wakati huo akamwomba Mungu pale, kama utanifanikisha kule niendako, kama utanipa chakula nile, kama utanipa mavazi nivae, kama nitarudi nimebarikiwa, kila utakachonipa nitakutolea mafungu ya 10. Alipoomba maombi hayo, akaendelea na safari. Yuko na fimbo tu. Unajua alikuwa na fimbo tu, lakini ngoja nikwambie, Yakobo akiwa kule na fimbo tu, kwa muda ambao alikaa kule, Yakobo alipata mke, na baadaye mke akawa kama amedanganywa, akapata mke mwingine, wakawa wanawake wawili, na wale wanawake wote walikuwa na wajakazi wao kuwasaidia, kila mmoja watu 4. Na baadaye angalia, wale wanawake wote wakazaa watoto wa kutosha, na tunawasoma katika maandiko. Lakini sio hivyo tu, alipata mali na vitu, mbuzi, ng'ombe, kondoo na chochote kile ambacho alikihitaji alipata. Angalia, anaporudi anasema nilivuka na fimbo tu. Yaani alikuwa anaonekana yuko peke yake, kama aliyeachwa, kama aliyekataliwa, yuko peke yake na fimbo tu. Lakini anasema leo narudi nikiwa matuo mawili. Hebu tuseme matuo mawili. Sasa ngoja nitakuja kuambia juu ya matuo wakati mwingine, lakini matuo yanatokana na neno kituo, na kituo kilikuwa ni kama vile vikosi vya jeshi. Vikosi vya jeshi. Alirudi ana utajiri wa kutosha, yaani utajiri, na aliyemwinua ni Bwana. Hakwenda kwa mganga afunge irizi, hakuchatwa mahali, hakwenda kwenye mizimu aulize mizimu ya kina Ibrahimu na kina Isaka ilikuwaje. Ni Bwana aliyembariki, na Bwana aliyembariki Yakobo ndiye Bwana wetu na ndiye Mungu wetu. Anaweza kubariki pia wewe, anaweza kubariki wewe, anaweza pia. Unajua kuna mtazamo potofu ambao huo watu wengine wanaushikilia. Ndio maana nimekwambia kwenye somo linalokuja juu ya mawazo na vile tunavyofikiri, nitakuja kuonyesha ni jinsi unavyofikiri tu ndio ambavyo inakuwa. Unajua kuna ambao wamehesabu wokovu kama umasikini, kwamba wokovu ni umasikini, ni shida, ni kujinyima na nini. Ni kweli tunajinyima kwenye mambo ya dunia, tunajinyima kwenye vitu vya dhambi, lakini sio kwamba tunajinyima ili tuteseke kwenye maisha. Sio hiyo. Na ndio maana mbinguni unaweza ukaenda ukiwa tajiri, lakini unaweza ukaenda pia ukiwa masikini. Bwana asifiwe sana. Uzuri wa Mungu hakatai matajiri, hakatai masikini. Niliwahi kusema hapa siku za nyuma, si Ibrahimu alikuwa ni tajiri, na wengine pia wakina Isaka, Yakobo, wakina nani walikuwa ni matajiri. Ndiyo, Isaka alilima kipimo kimoja akavuna 100. Ni utajiri wa ajabu huu. Walikuwa ni matajiri katika maandiko na walikwenda mbinguni.
Lakini bado kuna watu ambao walikuwa ni masikini pia na walikwenda mbinguni pia, kama yule Lazaro ambaye alikuwa mbwa wanamlamba vidonda pale mlangoni, na yeye anaombaomba chakula, mabaki yaliyobaki ndio hayo anakula na mambo mengine. Ibrahimu kama tajiri alikwenda mbinguni, yule pia Lazaro kama masikini alikwenda pia kule mbinguni, walikutana na Ibrahimu kule. Bwana asifiwe sana. Kwa inategemea unaseti vipi aina ya maisha yako binafsi. Ndio maana mwanzo nimesema badili mtazamo. Jaribu kufikiri utajiri ambao alikuwa nao Yakobo kwa mfano, ambaye alimfanya Bwana kuwa chanzo. Alimfanya Bwana kuwa chanzo. Kumbuka alimkimbia ndugu yake, aliogopa, aliondoka nyumbani kwao, alikuwa anaogopa kuuawa, alikuwa amejaa hofu, alikuwa amejaa mashaka, alilala misituni kule ambako kulibadilishwa kutoka Luzu kuwa Betheli. Alipita kwenye mapito akienda kwa ndugu yake Labani, na ukifuatilia maisha kule kwa Labani hayakuwa mteremko tu. Kuna changamoto alipitia, kuna vitu alipitia, kuna mambo alipitia. Mshahara wake mwenyewe ulibadilishwa zaidi ya mara 20. Yaani alipita kwenye mambo mengi, lakini pamoja na kupita kwenye hayo, kwa sababu alimfanya Bwana kuwa chanzo. Unapomfanya kuwa chanzo ni wa ajabu. Hata yule mbuzi wako unaweza ukashangaa huwa hazaagi mapacha, lakini akazaa mapacha. Yaani ni wa ajabu mno unapofanya kuwa chanzo. Jaribu kufikiri mtu ambaye anataka kumpa mtu zawadi. Yaani kuna birthday ya mtu, au kuna harusi ya mtu, au kuna rafiki yake mmoja anamwomba msamaha, kwa hiyo anataka kumpa zawadi. Zawadi mara nyingi inakuwa ni kitu kidogo katika vile ambavyo unavyo. Ni kama mtu anampekea mtu zawadi ya keki. Keki ni 20,000, ni 25,000, ni 30,000 ndio ya keki. Maana yake ana zaidi ya 30,000. Ndio maana ameweza kutoa keki. Zawadi ni kitu kidogo tu. Unaweza ukampa nguo moja katika 8 ulizonazo. Ni kama zawadi. Hasa Yakobo, angalia, anapotaka kumzawadia mtu, na huyu ni mtu mmoja tu ambaye ameandikwa kwa sababu maalum, lakini kuna wengi ambao hawajaandikwa. Angalia pale chini kwenye lile andiko, mstari wa 13. Biblia inasema akakaa huko usiku ule, kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau nduguye. Akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo. Alikuwa na vitu vingi, lakini akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo, akaviandaa iwe ni zawadi, kama jinsi ambavyo wewe unafunga zile zawadi na kile kibox cha stationery. Unachukua kibox pale stationery, unafunga makaratasi, unaweka zawadi kule ndani. Ndiyo zawadi ya suti, ndiyo zawadi ya kitenge, ndiyo zawadi ya nini. Hasa Yakobo naye akatoa baadhi ya vitu ili viwe zawadi kwa Esau ndugu yake, kwa Esau kaka yake. Akatoa baadhi ya vitu, yani alikuwa na vingi, lakini akatoa baadhi ili viwe zawadi. Angalia mstari wa 14. Mbuzi wake 200 ni zawadi, mbuzi wake 200. Alafu anasema na mbuzi wa ume 20, kondoo wake 200 na kondoo wa ume 20, ngamia wanyonyeshao 30 pamoja na wana wao, ng'ombe wake 40 na mafahari 10. Mafahari ni wanaume, madume yale ya ng'ombe, na mafahari 10, punda wake 20 na wana wao 10. Hizi ni zawadi. Angalia, mtu anatoa zawadi ya mbuzi 200. Bwana asifiwe sana. Hivi kuna nini elewa kweli? Au umeshakumbuka makande nyumbani? Angalia, hizi ni zawadi, zawadi tu. Mimi najaribu kufikiri, anapotoa mbuzi 200, ana mbuzi wangapi? Labda tufanye na mbuzi 25,000. Anapotoa kondoo 200, ana kondoo wangapi? Labda 25,000. Anapotoa sijui madume ya nini 40, labda ana madume 570. Yaani ni ajabu. Yakobo alibarikiwa, lakini kwa nini? Kwa sababu alimfanya Bwana
kuwa chanzo cha mafanikio yake. Watu wa kanisa, sikilizeni, mfanyeni Yesu Kristo kuwa Bwana wa Bwana na mfalme wa wafalme. Yeye awe chanzo cha baraka zenu, yeye awe chanzo cha mapato yako, yeye awe chanzo cha familia, yeye awe chanzo cha kukuza uchumi wako. Mfanyeni awe chanzo cha baraka zako. Sikiliza, wajomba zako wanaweza wakatumika wakakusaidia hata ada ya shule, ni kweli. Ndugu zako wanaweza wakatumika wakakusaidia, ni kweli. Hakuna shida juu ya hiyo, lakini usiwaweke kwenye matatizo, kwa sababu utakapowafanya wao kuwa chanzo, na Mungu nimekwambia anataka yeye ndiye awe chanzo. Utakapowafanya wanaingia kwenye shida, waweza kusema huyu macho yake amemtazama yule badala ya kutazama mimi. Haya, huyo sasa anawekwa mgonjwa ICU miezi 6 ama mwaka mmoja. Bwana asifiwe sana. Mgeukie jirani, mwambie mfanye Yesu Kristo kuwa chanzo cha baraka zako. Sauti haitoshi, mgeukie wa huyu upande mwingine, yeye mwambie kwa sauti, mfanye Yesu Kristo kuwa chanzo cha baraka zako. Okay, kwa ajili ya muda nataka nikomeshee pale, lakini Yakobo ni mtu ambaye alibarikiwa, na nitakuonyesha pia kadri tunavyoendelea jinsi ambavyo alijenga madhabahu. Wakati alipokuwa anakwenda, alisimamisha jiwe pale kama nguzo, akamimina mafuta juu yake na akafanya ile maombi ambayo alikwenda, na alipokwenda kule alikokwenda na akafanikiwa, akapata upenyo. Wakati wa kurudi kwenye hii safari, alipokuwa anarudi, alirudi tena Betheli, alirudi tena mahali pale alipomimina nguzo mwanzoni, na akafanya tena ibada mahali pale akimkumbuka Mungu aliye hai. Tutakwenda siku baada ya siku na tutayaona mambo haya. Ni mambo ambayo yatakusaidia sana. Kwa nini? Kwa sababu takapoendelea nitakuonyesha jinsi ambavyo utageuza fikra zako, jinsi ambavyo utageuza mawazo yako na mitazamo. Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mimi, wazazi wangu walikuwa masikini, wasio na chakula cha kutosha, wala nyumba za kutosha, wala mashamba ya kutosha, wala viwanja vya kutosha, wala hawakuwa na nyumba nzuri. Lakini huo mtazamo mimi nimegeuza, na kwamba mimi sitakaa vile kama walivyokuwa. Na wewe pia waweza kugeuza mtazamo wa maisha yako, mtazamo wa fikra zako, mtazamo. Yawezekana pia wazazi wako hawakudumu katika ndoa, waliachana. Wewe waweza kugeuza huo mtazamo na kusema mimi kwenye ndoa yangu sitaachana. Lazima tujue tunahitaji viwango vya uchumi wetu vikue. Maombi yangu katika mchana wa leo ni viwango vya uchumi wako vikue, viwango vya fedha zako viongezeke kwa jina la Yesu. Hebu simama katika mchana wa leo. Hebu sema maneno haya ukiwa umesimama. Kwa maombi yetu katika mchana wa leo, twaweza kupiga hatua, twaweza kuwaza vema, twaweza kufikiri iliyo sawa. Nimekuambia habari ya Yakobo muda mfupi uliopita. Mimi naweza nikakwambia mengi juu yake. Yakobo ni kati ya watu wa kipekee. Unapofuatilia historia yake, alikuwa na wafanyakazi 1200. Ni ajabu, ni ajabu. Alikuwa baba wa ajabu ambaye ameandikwa kwenye maandiko. Alikuwa baba wa ajabu ambaye ameishi kwenye dunia hii. Alikuwa baba wa ajabu ambaye alibarikiwa kutoka kwa Bwana mwenyewe, wala sio kutoka kwa baba yake. Kutoka kwa baba yake alifukuzwa, kutoka kwa baba yake aliondoka akikimbia, lakini Mungu ndiye ambaye alimbariki, na alimbariki kutokana na mambo ambayo aliyaweka ndani ya moyo wake. Na kutokana na hayo Sulemani alibarikiwa, kutokana na hayo hata Yakobo pia alibarikiwa. Geuza mtazamo wako, geuza jinsi unavyofikiri, geuza jinsi unavyowaza, geuza jinsi. Naamini kwamba yawezekana wewe kupata upenyo, inawezekana. Amini kwamba inawezekana. Hebu sema maneno haya mchana wa leo. Hebu sema Bwana Yesu, Bwana Yesu,
Mchana wa leo nimelisikia neno lako na kuliamini. Mchana huu wa leo ninaomba unisaidie kugeuza mtazamo wangu. Nisaidie kugeuza maneno yangu. Nisaidie kugeuza matendo yangu kwa jina la Yesu. Bwana, unisaidie ili nikuze viwango vya uchumi wangu, viwango vya fedha zangu, viwango vya huduma yangu kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninaomba nisaidie kumfanya Yesu kuwa chanzo cha baraka zangu, kuwa chanzo cha mafanikio yangu, kuwa chanzo cha uchumi wangu kwa jina la Yesu. Neno lako linasema alifanyika masikini ili mimi nitajirishwe. Mchana wa leo ninakiri mimi nitajiri kwa jina la Yesu. Mchana wa leo nakataa, sema nakataa kila roho ya ufukara, nakataa kila roho ya umasikini, nakataa kila roho ya kunishusha kwa jina la Yesu. Kila roho inayonishusha niwe chini, mchana wa leo naikataa umasikini, na ukataa ufukara, na ukataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aina ya kukosa chakula ninakataa, kila aina ya kukosa mavazi ninakataa, kila aina ya kukosa fedha ninakataa kwa jina la Yesu. Nakataa viwango vyote vilivyo vya chini, vilivyo vya chini kwa jina la Yesu. Viwango vya chini si sehemu yangu, si sehemu yangu, si sehemu yangu kwa jina la Yesu. Nakataa, 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 si sehemu yangu, si sehemu yangu, si sehemu yangu, si sehemu yangu kwa jina la Yesu. Ninakataa. Hebu kataa kwa muda mfupi. Yes, katika jina la Yesu nakataa. Kwa jina la Yesu nakataa kuwa chini. Viwango vyote vya chini na vikataa kwa jina. Endelea kukataa, kataa kuwa chini, kataa kuwekwa chini. Viwango vyako kuwa chini, vya kiuchumi, vya kifedha, kataa kuwa chini. Kataa sasa. Watu wengine haujawahi kushika hata milioni moja, haujawahi kushika hata laki moja. Kataa kuwa chini, kataa kuwa chini, kataa viwango vya chini vya kifedha, kataa viwango vya chini vya maisha, kataa viwango vya chini vya kihuduma. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa kila kiwango cha chini, tunakikata kwa jina la Yesu Kristo. Tunakataa sasa. Kanisa, chukua nafasi hii, lazima ukiri kwa kinywa chako, ukatae kuwa chini, ukatae viwango vya chini, kielimu, kiafya, kiuchumi. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa kuwa chini kwa namna moja ama nyingine. Nakataa kuwa chini kiroho, nakataa kuwa chini kimwili, nakataa kuwa chini kiuchumi, nakataa kuwa chini kwa namna yote. Viwango vyote vya kuwa chini na vikataa, na vikataa, na vikataa, na vikataa kwa jina la Yesu. Na vikataa kwa jina la Yesu Kristo. Na vikataa viwango vyote vya kuwekwa chini na adui, viwango vyote vya umaskini, vya ufukara kwa jina la Yesu Kristo. Ninatoka kwenye viwango hivyo katika ibada hii, katika jina la Yesu. Natoka kwa neno hili, natoka katika mchana wa leo kwa neno hili. Sitakuwa chini tena katika jina la Yesu. Nakataa kuwa chini, nakataa kuwa chini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakataa. Ninakataa chochote kinachoshusha uchumi wangu. Ninakataa chochote kinachoshusha uchumi wangu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa uchumi wangu hautashuka. Kwa jina la Yesu. Kila roho inayoshusha uchumi wangu, zile roho za magonjwa, zile roho
za kurisi, zile roho za mizimu, kila roho inayoshusha uchumi wangu leo hii naikataa kwa jina la Yesu. Hebu weka mikono yako juu zaidi. Kuna kitu nataka utafakari kimoja tu. Hiki ni kile ambacho wewe ndio kinakuharibia, ndio kinachokula pesa zako, lakini kinakula pesa kinyume na mapenzi ya Mungu. Yaani kile ambacho kinakula fedha kinyume na mapenzi ya Mungu. Sio kinachokula fedha kwa sababu umezitumia binafsi kwa chakula na vinywaji. Lakini kuna vile ambavyo vinakula pesa bila sababu. Yaani ghafla unayo pesa yako, kuna watu ambao wakipata tu fedha magonjwa yanaingia nyumbani, ili atumie zote hospitali, akizimaliza hakuna kuumwa tena, hakuna mgonjwa tena, maana hana fedha. Siku akipata nyingine tu mtoto naye anaumwa tena. Zile ambazo kile kinachoshusha uchumi wako bila sababu. Ukitafakari maisha yako unayajua, kila mmoja maisha yake yanatofautiana. Wengine ni hali binafsi za matumizi mabaya, wengine ni kwa sababu ya magonjwa yanayoingia kwenye familia, wengine kwa sababu zozote zile ambazo unafikiri wanaibiwa tu. Ukipata fedha baada ya muda unaibiwa, ukiweka mahali unaibiwa. Wengine wanapoteza tu wenyewe, unapoteza tu. Ulikuwa na fedha baadaye zimepotea, hujui ziko wapi. Ulikuwa na fedha baadaye zimepotea, hujui ziko wapi. Sasa hicho nataka ukishughulikie wewe binafsi, kwa sababu wewe ndiye unayekijua. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Mchana wa leo nashughulikia kila kitu na kila roho inayoharibu uchumi wangu, kila kitu kinachofanya ili kushusha uchumi wangu, kinachofanya niwe chini. Mchana wa leo nakikataa hayo magonjwa, nayakataa hayo matumizi mabaya, nayakataa kwa jina la Yesu. Huko kupoteza ninakataa, hizo hasara ninakataa, huko kuibiwa ninakataa, hao chuma ulete na wakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Hebu kataa sasa katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukataa kila roho zote ambazo zinakushusha chini, zinazonyang'anya fedha zako, zinazonyang'anya uchumi wako, zinazochukua hela zako, zinachukua fedha, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti hai. Mungu wetu na Baba yetu, mfalme wa falme, tumepatana kwa neno lako wakati ufalme wa falme. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo kila yule adui alai, kila adui alai anayekula fedha zetu, anayeharibu uchumi wetu, anayeshusha maisha yetu, katika jina la Yesu, anayesababisha hasara, anayeleta hasara, huyo adui tunamkataa. Hizo nguvu tunazikataa, hizo roho tunazikataa, hayo mapepo tunayakataa, hayo majini tunayakataa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila roho ambazo tunapoinuka Mungu zinajishughulisha kutoshusha, hizo roho tunazikataa, hizo roho tunazikataa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila roho ambazo tunapofanikiwa tu, tunaposhika fedha tu, zinaanzisha matumizi yaliyo kinyume na mipango yetu, hizo roho ambazo kuzimu zimeandaa ili kupambana na uchumi wetu, tunazikataa kwa jina la Yesu, tunazikataa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hebu nyosha mikono yako juu tafadhali. Nataka twende tukaombe ukiwa umefunga macho yako, lakini ukimtazama Kristo Yesu, yeye ambaye ndio chanzo cha mafanikio yetu. Naweza kukufanikisha katika mambo yetu yote ulionayo. Chanzo cha mafanikio yetu sio ukoo wetu, chanzo cha mafanikio yetu sio baba na mama zetu. Chanzo cha mafanikio yetu ni Mungu peke yake. Yeye anaweza kukufanikisha. Anajua ni wapi utapita na ukafanikiwa. Anajua ni nini utafanya, ni kipi utagusa na ukainuliwa. Tunataka twende tukaombe, tukamshukuru Mungu pia
ili tupate kuondoka katika wakati utuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Sante Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Sante Jehova kwa sababu ya neno lako. Sante Mwokozi kwa sababu ni halisi kwamba wewe ndiye chanzo cha kweli cha mafanikio yetu. Wewe ndiye uwezaye kutushika na kutuongoza, kama ambavyo ulimwongoza mtumishi wako Ibrahimu, kama vile ambavyo ulimshika Yakobo pia, na kama vile mbingu zilivyofunguka kwa ajili yake na kumfanikisha katika mambo yote. Na ndivyo ambavyo Mungu utakuwa pamoja na watoto wako hawa, utawafanikisha katika jina la Yesu. Utapita mbele yao na kuwafanikisha, utaonekana ukiwasaidia katika jina la Yesu Kristo, ukiharibu kila kikwazo kilichoko mbele yao, ukiharibu kila mpaka uliowekwa mbele yake katika jina la Yesu Kristo, na kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu kwa mkono wako wenye nguvu utawashika, kwa mkono wako wenye uweza utawategemeza na kuwasaidia katika mambo yote, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Natangaza baraka katika maisha yao, natangaza baraka katika maisha yao, wakabarikiwe kwa jina la Bwana wa majeshi, sawa sawa na neno lako, kwa maana unasema wewe ulikufa maskini ili sisi tupate kupokea utajiri tele. Kwa jina la Yesu Kristo tunapokea huo utajiri, tunapokea mafanikio, tunapokea kuinuliwa, tunapokea baraka katika jina lipitalo majina yote. Sisi ni wale tuliobarikiwa, sisi ni wale tuliofanikiwa, sisi ni wale tulioinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Na yoyote ambaye Bwana umemwinua, hakuna yoyote awezaye kumshusha. Hatutashushwa na wanadamu, hatutashushwa na mapepo, hatutashushwa na waganga, hatutashushwa na wachawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa kuwa Bwana amekwisha kutangaza kwamba sisi ni matajiri, kwa kuwa Bwana amekwisha kutangaza sisi ni wale tuliofanikiwa katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana utabadilisha mtazamo wa kila mmoja. Acha kila mtu afahamu, acha kila mtu mtazamo wake ukawe sawa na kujua kwamba yeye ni nani, kwamba yeye ni yule aliyefanikiwa na yeye ndio yule aliyebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wakati Bwana tunapotoka mahali hapa, Jehova, tunahitaji kuwa pamoja nawe, ukaenende pamoja nasi katika jina lipitalo majina yote, ukatulinde na kututunza sisi na watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Ukawe pamoja nasi tunapokuwa katika maofisi yetu, ukawe pamoja nasi tunapokuwa katika biashara zetu, ukawe pamoja nasi tunapokuwa mashuleni pia, ukawe pamoja nasi katika kazi zetu mbalimbali. Bwana, ukawe pamoja nasi hata katika huduma tunazozifanya. Ninakushukuru Bwana kwa sababu hutatuacha, sawa sawa na neno lako, maana unasema utakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari katika jina la Yesu Kristo. Na kama neno lako lisemavyo kwamba wewe ni ngao na thawabu yetu kubwa sana, Bwana, ukawe ngao ukitukinga na mabaya yote, ukitukinga na hatari za kila namna, ukitukinga na mashambulizi ya kila namna katika jina lipitalo majina yote. Asante Bwana, maana utatukinga na mabaya, utatukinga na taarifa mbaya, utatukinga na uovu wa kila namna, utatukinga na makusudi yote mabaya hata kuwepo juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu mwema, kwa maana sisi ni wabarikiwa na tumebarikiwa halisi. Basi Bwana, utatuongoza na nuru ya uso wako itaenda ikiwa pamoja nasi katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti tumeomba na kushukuru. Kila mmoja aseme amen. Pigie Bwana Yesu makofi, piga makofi mengi kwa Yesu. Tafadhali sikia, makofi ni sehemu ya ibada, makofi ni shangwe kwa Bwana, makofi yanamtukuza Kristo. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi, makofi mengi kabisa, makofi, makofi, makofi kwa Kristo, yeye ambaye ndiye chanzo cha baraka zetu. Amen. Mgeukie jirani yako, mwambie Yesu ndio chanzo cha baraka zako. Mwambie na yule mwingine, Yesu ndio chanzo cha baraka zako. Amina. Mungu abariki na twende kwa amani ya Bwana. Bwana akutendee mema katika juma hili.